Assalamu alaikum, mnajisikiaje, mnajionaje, mnajifeel aje, mnajidaraje? Jamanini, leo nataka kuzungumza na wazazi. I'm going straight to it. Leo nataka kuzungumza na wazazi. Wazazi wengine sisi tuna tabia mbaya. Sawa? Tuanze na wazazi ambao ni wazazi kawaida, na tutaenda pia single mothers, single fathers. Sitaki kujua, as long as wewe ni mzazi. Leo nataka kusema na wewe. Kuna kitu kimeingia sasa hivi trend, yani imetupa uoga binadamu, wazazi imetupa uoga. Tumeona watoto mara sijui waibiwa, watoto sijui wapatikana wapi. Yani Mungu tu atusaidie. Mungu atusaidie, Mungu atulinde watoto wetu, Mungu atulinde na sisi. Mpaka watu wazima pia waibiwa. Unsikia wapi mtu mzima wewe akaibiwa? Waniiba nipeleka wapi? Mambo ni mingi, dunia yatisha hivi sasa. Wewe mtoto wako umemfundisha jirani ni anko. Sijui mwenye duka ni anko. Mwenye kibanda ni anti. Sijui nani anko, anti. Kila mtu anko, anti. Mtoto ajua ni anko. Maswaiba zako ni huyu ni anko, huyu ni anti, ukimwona mahali umsalimie. No. Mbona siku hizi maisha tunayachukulia very easy na watoto wetu? Maisha hayafai kuwa that easy bwana. Sisi tulikuwa tukiwa wadogo tuambia haya, ukiona mtu barabarani akikuita hata kama yule rafiki yangu ukimbie. Ukimwona hata kama yule mama Kenani kimbia, usisimame, ufike mpaka nyumbani. Usisimame, usizungumze na mtu hata nani akakusimamisha. Hata mjombako, hata kama ni antio, usisimame. Kimbia mpaka nyumbani, akikutaka atakuja nyumbani kukufuata. Siku hizi tumekuwa ukimwona antio msalimie, ukimwona anko hapo barabarani. No, it is very risky. Huyo anko mtu humjui, ni rafiki yako, hujui pengine ana madili gani huko. Yeye ndo ana madili ya kuuza watoto, ya kuiba watoto. Anko mtoto amemwona ni anko, amwambia basi twende nikufikishe paka hapo nyumbani, ama twende hapa dukani supermarket nikakubaie sweet alafu tarudi nyumbani. Very bad. Teach your kids, wapeni codes, waambieni watoto no going, hata iwe ni nani, unless ni dadi ama ni mami. Tena single mothers wenye madadi wingi, kila mtu ndadi wamleta ndani ya nyumba. Dadi kuli ama dadi yupi huyo, dadi sugar. Hakuna, si kila mwanamume. Single mother nazungumza na wewe sasa, si kila mwanamume unaleta ndani ya nyumba ni dadi. Ukiwa hata na boyfriend wako, boyfriend aje wakati mtoto amelala. Boyfriend usimwache too close na mtoto wako. Huwezi jua, pengine boyfriend ndo mumeanza kudate, wewe ushamleta kwa nyumba, ushamwambia mtoto huu ni daddy. Boyfriend humjui ana madili gani huko, pengine mwizi wa watoto. Boyfriend humjui ana madili gani, yeye ndo yuaiba mapafu ya watoto, sijui manini. Usikubali hii tabia ya kuambia watoto daddy, auntie, sijui anko no. Mtoto wako akiwa nje, mtu yoyote akimuita mwambie asiende, isiwe ni anko, isiwe ni nani, isiwe ni tena akimbie. Amwambie nifuate nyumbani. Haya mambo sijui, ukimwona anko barabarani umsalimie kwa kuwa rafiki yako. Ati ukimwona barabarani mtoto amsalimie kisa na maana. Wazazi siku hizi twajitendekeza sana. Tuacheni tabia mbaya ya kujitendekeza wazazi tunaacha watoto very free. Sijui mara internet, hayo ya internet nimeazungumzia sana, lakini wazazi wenyewe hawanisikizi. YouTube ina mambo mingi sana, mambo mengine si ya watoto. Licha ya mambo si ya watoto, hizi nyimbo za siku hizi tu si za watoto. Nyimbo za siku hizi si za watoto, sikudanganyi. Hizo nguo wanazovaa, hizo vitendo yani kwenye zile music video, si mambo ya watoto. Hizo katuni zenyewe za watoto si za watoto. Mwaelewa vipi ni? Be very cautious with your kids. Wacha watu waseme you're paranoid. Wacha watu wakwambie you are paranoid, but it's better safe than sorry. Mama yangu kizungu hoye. Mshasikia? Don't allow it kabisa, musikubali. Kila mtu anko. Wewe mama umeleta boyfriend, anko. Mtoto kesho amwona boyfriend, anko. Boyfriend anakuja amemwiba mtoto. Boyfriend anakuja amembeba mtoto. No, isiwe hivyo. Jirani anko, no, yule jirani tena na kwake usiingie, kwake usifike. Akikuita usende,
Akikupa peremende, akikupa lolote usile. Usile. Mwambie mtoto wako usile. Huwezi jua mtu antiliwa nini kwenye peremende. Hizi peremende nyie hamjaona movies. Kuanzia sisi wadogo tukikatazwa, don't talk to strangers. Don't take anything a stranger gives you. When a stranger calls you, run away. Hivi ni vitu tumefundishwa sisi kuanzia wadogo. Why are we not encrypting it on our kids? Tunawaacha watoto wetu freestyle ati ndo malezi ya kizungu. Hakuna malezi ya kizungu mama. Hakuna malezi ya kizungu. Mwanzo haswa watoto wenye kucheza nje. Sisi watoto ambao apartments. Mwambie mtoto usiende kwa kina nyumba ya kina nani. Mkutane nje ama chini ama wapi, mkutane huko wewe na rafiki yako. Usiingie nyumba ya watu. Maanake kuna kuingia nyumba ya watu ukavunja kitu cha mtu. Iwe ni gharama, iwe ni hasara. Na maisha ya sasa corona, hatuna pesa. Pesa hakuna, wazazi tumeisha, na hizo maskuli kufunguliwa tumeisha. Mtoto anakwenda nyumba ya kina rafiki, anakwenda vunda kitu. Ni kubaya. Sasa hivi roho zetu binadamu zishabadilika. Yaani nakwambia tuko mwisho. Mimi nawaambia tena tuko mwisho. Roho zetu zimekuwa za kinyama, na wale mwanzo hawana faith, hawana dini, basi ndo roho zao ndo kwisha. Sisi wenyewe ambao kidogo kidogo tuna hiyo imani zetu, tunzishikilia ndo kidogo, no, mbaya hivyo, no, huwezi nifanyia hiyo. Lakini wengine, beba hii pesa hii tuende tukauze. Mtoto anakuwa ni dili siku hizi. Watoto siku hizi ni dili. Acheni kuambia watoto huu ni anko, huu ni auntie. Hakuna. Mwambie angalia, pandisha kioo, mpandishie mtu kioo. Waelewa vipi? Mfundishe mtoto wako kupandisha kioo, ujeuri kwenda mbele. Mama nani mtoto wako siku hizi amekuwa mjeuri, hata ukimuita, nimemkataza. Siku hizi watoto waibiwa. Nimemkataza mtoto wangu kuitwa. Umuite ulikuwa unataka nini? Huna namba zangu za simu. Kwetu ukujui, mbona umfika kuja kuleta mashtaka? Na hayo ulikuwa unataka kumpa mtoto salamu, ungefika pia kuja kumpa salamu. Umbea si utaki na usabasi wa majirani na watu wazima kuyo. Mshasikia? Sijui mtoto wako anakuwa mjeuri. Mwate, mimi ninamwambia. Mimi ninamfundisha. Sitaki usuhuba huo kunani. Jamanini, si wanaume tu, wanawake, wazazi, wa mama. Mtu ana watoto wake, lakini dili lake nini? Kwenda kwenye maskuli kudanganya watoto, kuwaiba. Mtu ana watoto wake, yeye dili lake kwenda kutafuta watoto wa high school, wasichana wa high school watukue, ende akawauze. Na mtu amezaa. Imani zimeisha jamanini. Imani zimeisha, hakuna tena imani siku hizi. Wewe mama, una wanao umezaa wa kike. Watu kwa watu wenda kuwaharibu, kuwauza. Ujue atapatikana na nini? Ujue atapatikana na magonjwa, ujue atapatikana na mimba, ujue umewaharibia maisha. Yaani, but you don't care. Wewe almuhimu umetia pesa zako, that's it. Sio sawa. Tujikanyeni binadamu. Wazazi, let us teach our kids. No, say no, say no, say no. Tuwafundishe watoto wetu kupandisha kioo. Angalia, mpandishie kioo. Mwite auntie wakati mbele yangu. Mkikutana nje huko, auntie sijui ankuita, nikwambia ndio ingia kwenye gari, sijui nikwambia ingia kwenye gari nikakupeleka nyumbani. Kataa, usipande gari la mtu. Iwe ni anko, iwe ni auntie, iwe ni babu, iwe ni nyanya. Usipande. Usifate mtu tena, ukimbie. Tena angalia, ukikimbia upige na makelele ndio watu wakuone, wakimbia wapiga kelele. Usikimbie kimya, piga kelele. Fundisheni watoto wenu yani vitu kama hivi vya kujiprotect wenyewe. Sawa, Mungu ana play big parts. But hamwezi kusema Mungu atawalinda watoto basi Mungu atashuka. Jamanini, awalinde watoto. Mambo mengine ni sisi tuwafundishe watoto ndio Mungu awalinde. Lakini mtoto wewe ushamwambia ni anko, ukimwona nje msalimie. Usimkosee heshima, usimnini. Anko mwambie ingia ndani ya gari, si mtoto ataingia. Sasa hapo expect Mungu atamlinda tena mtoto vipi? Na wewe shampa mtoto go ahead. Sawa, Mungu ana njia zake, but no, tujisaidie ndo Mungu atusaidie. Tuwafundishe watoto wetu kutake precaution ndo na Mungu awaoneshe kwamba hivi ndo inatakiwa. Ukikimbia ukipiga kelele, Mungu anatoa na ile help.
Ile help ni nini? Ni wale watu ambao watareact sasa. Mbona nataka kumtia mtoto kwenye gari, mtoto akimbia akipiga kelele. Umeona? Sasa ile ndo Mungu yuwasaidia. Lakini mtoto amejisaidia. Sijui kama mwanielewa. Fundisheni watoto wenu, teach your kids. Msilete lawama kisha baadaye. Sawa, kama kitu kimepangwa kitokee, kitatokea. Najua mtasema lilopangwa limepangwa. Wazazi siku hizi we are ignorant. Tunataka mambo ya kizungu tutayaweza. Mambo ya kizungu ni hayo, mtoto abeba bunduki enda kuua wenzake. Mutayaweza? Na watoto wetu wa Kiafrika ni hao vichwa maji. Vichwa maji zaidi kuliko hao wazungu. Mutayaweza? Mtaka kulea watoto kizungu. Watoto hawataki kulelewa kizungu Watoto twende. Turudi. Sit. Kama tulivyolelewa sisi, msijifanye hamjui. Nani hapa mtu above sijui 20. Tuseme above 20 andelewa kizungu. Raise your hand kama ulilelewa kizungu. Kama hujawahi kula kiboko sana, raise your hand uniambie. Otherwise msiniletee mimi. Lindeni watoto, linda mtoto. Yangu ni hayo kwa leo. Nawapenda sana na washukuru sana wanaomtunza Kungwi. Mungu awabariki, azidi kuwabariki. Wanaonunua leggings kusupport Kungwi merchandise pia, I love you guys so much. Nawapenda sana. Keep sharing the link, subscribe, comment. Let's keep the conversation going. Ukiwa na issue, ukiwa na topic, unaweza kucomment, unaweza kudm kwa Instagram @ongeshesabrina. Mimi niko napatikana. Asanteni sana, nawapenda sana. I love you guys so much.